Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba leo ameshuhudia kazi inayoendelea ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la maji Kidunda unaotekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Maji chini ya msimamizi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam DAWASA. Ndio suluhisho la changamoto ya upungufu wa maji unaotokana na kukosekana na mvua kwa wakati katika mto Ruvu ambao ndio chanzo tegemeo la wana Dar es Salaam na Pwani. Akiwa katika eneo la mradi, Waziri Mkuu ameagiza Wizara ya Fedha kuupa kipaumbele mradi huo kwa kuhakikisha mkandarasi analipwa kwa wakati ili kazi ikamilike ndani ya muda uliopangwa. Lengo la ujenzi wa bwawa hili ni kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji kwa matumizi ya majumbani, kilimo na shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam na Pwani, hasa kipindi cha kiangazi. Hali ya utekelezaji wa bwawa umefikia 40% na wasimamizi wa mradi pamoja na mkandarasi wamesisitizwa kuongeza kasi zaidi ili kuhakikisha unakamilika kwa wakati. Aidha, Waziri wa Fedha Mheshimiwa Hamisi Musa Omari amesema wizara hiyo imejipanga kumlipa mkandarasi kiasi kingi cha pesa mwishoni mwa mwezi huu wa mwaka 2026 ili mradi huo usikwame. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Miaka miwili nyuma, Mheshimiwa Rais alielekeza tuanze ujenzi wa mradi huu wa bwawa la Kidunda ili kuweza kupata suluhu ya kudumu ya upatikanaji wa maji hata vipindi ambavyo mvua hazitakuwa za kutosha ama zitachelewa kuja. Hilo ndio chimbuko la mradi huu. Mimi maelekezo yangu, pamoja na kwamba tuna miradi mingine ambayo ilikuwa inaendelea, pamoja na kwamba tuna mahitaji mengi ya fedha, mradi huu usisimame, uendelee kutekelezwa. Kaeni mtengeneze jedwali ambalo litamwezesha mkandarasi kuendelea moja kwa moja kwenye utekelezaji wa mradi huu, ili tukafute kabisa historia ya Watanzania kupata mgao wa maji pale tunapopata ukame ama mvua zisizotosheleza. Na kwa kuwa kazi hii imeshaanza, hii inaonesha uwezo wa kiongozi wetu wa kuona mbali, kwa sababu hili lilianza kabla ya tatizo kujitokeza. Lakini hivyo hivyo uwezo wa serikali wa kuchukua hatua katika kutekeleza masuala yanayohusu kuwapatia ufumbuzi wananchi wetu. Hili ni jambo la msingi sana ambalo limefanyika na litatusaidia kuondokana na kero katika ukanda huu. Waziri pamoja na wataalamu, katibu mkuu ameeleza kwamba mradi utakapokamilika umekadiriwa kutumia shilingi bilioni 336. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi hivi sasa takriban shilingi bilioni 100 zimeshalipwa kwenye mradi, na kama unatarajiwa kukamilika kama ambavyo imeelezwa, mradi unatarajiwa kukamilika mwezi wa Disemba mwaka huu 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisini kwetu, wizarani kwetu tayari tuna hati 3 za madai ya mkandarasi ambazo zimeshathibitishwa na mshauri na zimehakikiwa, ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 24.1. Hizi tumepanga kuzilipa katika mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji kuandaa hilo bango kitita la kuangalia takriban tunavyoona utendaji wa kazi na certificates ambazo zitakuwa zimetolewa, hati za madai za mkandarasi, na tutajitahidi kuzilipa ndani ya mwaka huu mradi uweze kukamilika.